Yesu unipendaye, kwako nakimbilia. Ni wewe utoshaye, mwovu akinijia. Yafiche ubavuni mwako maisha yangu, nifishe bandarini, uokoe moyo wangu. Ngome nyingine sina, nategemea kwako. Usinitupe Bwana, nipe neema yako. Ninakuamania, mwenye kuniwezesha. Shari wanikingia, vitani wanitosha. Nakutaka mpaji, vyote napata kwako. Niwapo mhitaji, utanijazi vyako. Nao waangukao, wanyonge wape nguvu. Poza wauguao, uongoze vipofu. Bwana umeniosha moyo kwa damu yako. Neema ya kutosha yapatikana kwako. Kwako Bwana naona kisima cha uzima. Mwangu moyoni Bwana, bubujika daima. Kwako Bwana naona kisima cha uzima. Mwangu moyoni Bwana, bubujika daima. Baba yetu wa rehema na neema, tunakushukuru kwa zawadi ya uhai na kwa kutuwezesha kufika siku ya 6, siku ya mikutano hii mfululizo Pembe Ndogo. Tumekuona ukitutunza tangu mwanzo, na leo tupo ukingoni mwa mikutano hii, tukikushukuru kwa uongozi wako. Bwana, kabla hatujaanza kipindi hiki, tunakuomba uwepo wako ujae katikati yetu. Fungua masikio na mioyo yetu, tupokee ukweli wako bila shaka. Tupe ujasiri wa kufuata na utuokoe na upofu wa kiroho wa dunia hii.
Ubariki kila anayehudhuria na kila neno ambalo litasemwa kwa ajili ya wokovu. Mwisho wa kipindi hiki Bwana, jina lako litukuzwe na mioyo yetu ibadilishwe. Tunaomba tukiamini kwa jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu. Amina. Habari za jioni ndugu zangu katika Kristo. Karibuni sana tena kwenye siku ya 6, ambapo leo ni siku ya 6 ya mikutano yetu ya pembe ndogo. Tunamshukuru Mungu kwa kutuwezesha kufika hapa na tukiwa tumejifunza mambo mengi ya thamani kutoka katika neno lake. Leo tumefika hatua ya ukingoni mwa mikutano hii. Na naamini kabisa kwamba Mungu ana jambo kubwa la kutufundisha na kutufunulia. Kwa hiyo tufungue mioyo yetu, tusikilize kwa makini na turuhusu Roho Mtakatifu kutufundisha na kutuongoza katika kweli yake. Basi tunapoanza somo la leo, tuombe tena uongozi wa Bwana. Mungu mkuu mtakatifu, tunasimama mbele zako tukiwa wanyenyekevu. Tunakiri kuwa bila wewe sisi ni vumbi lisilo na maana. Lakini tunakushukuru kwa nafasi ya kusikia ukweli wako. Leo tunaingia kwenye somo ambalo ni siri kuu ya wokovu, na somo ambalo ni onyo la hukumu. Fungua macho ya roho zetu Bwana, tusionekane vipofu mbele ya kweli. Bwana, fungua masikio yetu, tusisikie tu maneno, bali tusikie sauti yako ya kutuokoa. Na kila neno litakalotamkwa Bwana, liwe kama upanga mkali unaopenya ndani ya mioyo, likatenganishe uongo na kweli, likatenganishe giza na nuru. Bwana, usiache mtu hata mmoja atoke hapa bila kuguswa na nguvu ya Roho yako Mtakatifu. Tunaomba kwa jina kuu la Yesu Kristo, aliye Mwokozi na hakimu wetu. Amina. Jana tulikuwa na somo zuri sana, ambapo jana tuliangalia kile kitabu cha Danieli ile sura ya 7 na ule mstari wa 8. Na tukaangalia na ule mstari wa 21. Na tukaangalia hadi ule mstari wa 25. Ni kitabu cha Danieli sura ya 7. Na tukaona kwamba Danieli alipopewa maono ya wanyama wakubwa, aliona pia pembe ndogo inayojitokeza. Na pembe hii ilibeba sifa za kipekee. Pembe hii ilionekana kuwa na macho kama ya mwanadamu, na kinywa kilichokuwa kinasema maneno ya makufuru. Na tukaje tukaona kwamba kumbe pembe hii si nguvu tu ya kisiasa, bali ni nguvu ya kidini ambayo iliyochanganya ukweli na uongo, ikaleta madhara makubwa kwa watu wa Mungu. Tukaona na tukachunguza madhara ya pembe ndogo. Na ndipo tukaja tukaona ya kwamba pembe ndogo inapingana na Mungu, lakini vivyo inapingana na ukweli wa Mungu. Tukanukuu kile kitabu cha Danieli sura ya 5 na ule mstari wa 25. Tukaona kwamba pembe ndogo itanena kinyume chake aliye juu, itawadhoofisha watakatifu wa Mungu, lakini vile vile itaadhimu kubadili majira na sheria. Tukaona jinsi majira pembe ilivyobadilisha. Majira hata sasa yanatambulikwa kutoka inapofika saa 6 usiku. Lakini vile vile tukaona jinsi sheria ilivyobadilishwa. Tukaona zile amri za Mungu, zile amri 10 pembe ndogo amefanikiwa kuzibadilisha. Na ndipo kupitia kitabu cha Kanisa Katoliki
tukapata uthibitisho kabisa wakikiri wazi kwamba kanisa liliweza kufanya badiliko. Kanisa liliweza kubadilisha Sabato kutoka Jumamosi kwenda Jumapili. Tuliona kwa undani jinsi pembe ndogo ilivyowatesa watu wa Mungu. Tukanukuu kitabu cha Danieli sura ya 7 na ule mstari wa 21. Tukaona jinsi pembe inavyopingana na watakatifu wa Mungu na kuwashinda. Tukaona jinsi nguvu hii ilivyowatesa wale waliokataa kushika mafundisho yake. Na tukaona jinsi historia inavyoeleza maelfu ya Wakristo waaminifu waliuawa kwa sababu walikataa kuabudu kinyume cha maandiko. Tukaona jinsi mafundisho ya uongo pembe ndogo ilivyotoa. Na kwa hakika tukafikia hitimisho kwa kuthibitisha na maandiko kwamba pembe ndogo ni mfumo wa dini, lakini unakuwa na mafundisho kinyume na Mungu. Unakuwa na mafundisho yanayopingana na Mungu. Na leo tunalo somo zuri. Na leo tutaingia kwa undani kidogo kuona na kuangalia hatima ya wale ambao kwa hakika wataendelea kubakia katika mfumo huu. Somo la leo lina kichwa kinachosema hatima ya watakaobaki katika mfumo wa dini ya pembe ndogo. Wapendwa, Mungu ni mwaminifu na Mungu hataki mtu yeyote apotee. Lakini Biblia inasema wazi kwamba mfumo wa pembe ndogo ni mfumo wa kidini ulioinuka kumpinga Mungu. Mfumo wa pembe ndogo ni mfumo wa kidini ulioinuka kupingana neno la Mungu. Mfumo wa pembe ndogo ni mfumo wa kidini ulioinuka kwenda kinyume na maagizo ya Mungu. Mfumo wa pembe ndogo ni mfumo wa kidini ulioinuka kupingana amri za Mungu. Yeyote atakayeenda ukaa humo bila kujali ni mcha Mungu kiasi gani, anajihatarisha kupokea ghadhabu ya Mungu. Msomaji wangu, ni kitabu cha Ufunuo. Msomaji. Ufunuo ile sura ya 18 na ule mstari wa 4. Maandiko matakatifu yanasema, kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake, enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake, wala msipokee mapigo yake. Mungu anasema tutoke kwake ili tusije tukashiriki dhambi zake. Ni dhambi gani anazozifanya huyu pembe? Hata Mungu atupatie tahadhari hii kuu yenye upendo ya kututoa kwake ili tuweze kuendelea kubakia salama. Hapa tunaona wazi kuwa Mungu ana watu wake bado walio ndani ya mfumo huu wa pembe ndogo, lakini anawaita kutoka kwake ili wasiwe sehemu ya hukumu. Kuna madhara makubwa ya kubakia katika mfumo huu. Mfumo wa pembe ndogo una madhara makubwa ya roho za wanadamu. Pembe ndogo inampotosha mtu na kumpa mafundisho ya uongo. Msomaji, kitabu cha Mathayo. Kitabu cha Mathayo sura ya 15 na ule mstari wa 9. Maandiko matakatifu yanasema, nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Mungu anasema mnaniabudu bure. Sababu iliyotolewa ni kwamba mkifundishana mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu.
Kumbe ndio naweza nikawa ninamfanyia Mungu ibada. Ndio naweza nikaishi kabisa kwa maisha ya utaua. Lakini kumbe naweza nikawa ninafuata mafundisho ambayo ni maagizo ya wanadamu. Mungu anasema mnaniabudu bure kwa sababu mnafundishana mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Mtu akikaa katika pembe ndogo ataendelea kushika mafundisho ya wanadamu badala ya amri za Mungu. Mtu akikaa katika pembe ndogo ataendelea kushika mafundisho ambayo ni ya wanadamu badala ya maagizo ya Mungu. Mtu akikaa katika pembe ndogo ataendelea kushika mafundisho ya wanadamu badala ya mapenzi ya Mungu. Hii inamfanya mtu akose kuiona kweli ambayo ni kweli kamili inayopatikana katika Biblia. Ni sawa na mtu aliyekunywa sumu yenye harufu nzuri ya kuvutia. Anakunywa akifurahi, lakini mwisho wake ni kifo. Msomaji wangu, ni kitabu cha Ufunuo. Ni kitabu cha Ufunuo msomaji. Ufunuo ile sura ya 13. Ule mstari wa 15. Maandiko matakatifu hadi ule mstari wa 17. Maandiko matakatifu yanasema, akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama, hata ile sanamu ya mnyama inene, na kuwafanya hao wote wasioisujudu sanamu ya mnyama wauawe. Naye atawafanya wote, wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa maskini, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao, tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa ana chapa ile, yaani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. Kitabu cha Ufunuo sura ya 13 kinaonyesha jinsi pembe ndogo inavyolazimisha watu kuabudu kinyume na mapenzi ya Mungu. Watu wakikubali masharti ya mfumo huu, mioyo yao inafungwa, wasiweze kabisa kama kupokea nuru mpya. Na ndipo hapo unakutana na mtu mkari amesimamia imani kweli kweli. Haruhusu kupokea kitu kingine kipya. Haruhusu kupokea nuru yoyote mpya. Mtu akikubali kukaa na kusalia katika mfumo huu, moyo wake unafungwa. Anakuwa na ile nguvu ya kutokuruhusu kupokea nuru mpya. Msomaji, kitabu cha Wathesalonike wa pili. Ni Wathesalonike wa pili msomaji, sura ya 2, mstari wa 10 hadi ule mstari wa 12. Maandiko matakatifu yanasema, na katika madanganyo yote ya udhalimu kwa hao wanaopotea, kwa sababu haukubali kuipenda ile kweli, wapate kuokolewa. 11. Kwa hiyo Mungu amewaletea nguvu ya upotevu, wauamini uongo, ili wahukumiwe wote ambao hawakuiamini kweli, bali walikuwa wakijifurahisha katika udhalimu. Kumbe unaweza ukawa katika giza ndio, lakini ikiwa utaendelea kupokea maonyo, ikiwa utaendelea kupokea nuru, lakini ukaendelea kushupaza shingo, unaletewa nguvu ya kuendelea kuamini huo uongo, na hatima yake unafia humo katika huo uongo. Neno la Mungu limesema wazi, kwa sababu hawakukubali kuipenda ile kweli wapate kuokolewa. Kwa hiyo Mungu atawaletea nguvu ya upotovu ili waamini ule uongo. Hii ni hatari kubwa ya kiroho. Kuchagua kuendelea kwenye giza mpaka Mungu mwenyewe
aache kukukemea ni hatari kubwa. Kukaa kwenye mfumo wa pembe ndogo ni kama mtu anayekaa ndani ya nyumba inayoungua moto, lakini mtu huyu anajisemea, mimi sijawasha huo moto, mimi ni mtu mzuri. Lakini kweli ni kwamba kama hataondoka mtu huyo, ijapokuwa ndio moto hajauwasha yeye, lakini moto utamteketeza pamoja na nyumba hiyo. Ndivyo ilivyo kwa dini ya pembe ndogo. Hata kama mtu ni mwaminifu kwa namna yake, asipoitikia wito wa kutoka, atashiriki hukumu pamoja na mfumo huo. Biblia inasema wazi kwamba hatima ya pembe ndogo na wafuasi wake ni kuangamizwa milele. Msomaji, ni kitabu cha Ufunuo. Ni kitabu cha Ufunuo msomaji, ile sura ya 14 mstari wa 9 hadi ule mstari wa 10. Maandiko matakatifu yanasema, na mwingine malaika watatu akawafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudia huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo ya ghadhabu ya Mungu, iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji, hata kikombe cha hasira yake. Naye atateswa kwa moto na kiberiti, na mbele ya malaika watakatifu na mbele ya mwana kondoo. Hii ni hatari ya moja kwa moja. Yeyote atakayeendelea kubakia na kushirikiana katika mfumo huu wa ibada ya pembe ndogo, Biblia inasema atakunywa kikombe cha ghadhabu ya Mungu. Kwa nini niendelee kusalia katika mfumo huu ambao Mungu mwenyewe ametoa tahadhari, ambaye Mungu mwenyewe ametoa maonyo? Katika kusalia katika mfumo wa pembe ndogo, wote watakaoendelea kusalia katika mfumo huo, maandiko yanasema watakunywa kikombe cha ghadhabu ya Mungu. Ni kitabu cha Ufunuo msomaji, Ufunuo ile sura ya 19 na ule mstari wa 20. Maandiko matakatifu yanasema, yule mnyama akakamatwa na yule nabii wa uongo pamoja naye, yeye aliyezifanya hizo ishara mbele yake, ambazo kwa hizo aliwadanganya watu, wale walioipokea ile chapa ya huyo mnyama, nao walioisujudia sanamu yake, na wawili wakatupwa wangali hai katika lile ziwa la moto liwakalo kwa kiberiti. Wale wote wanaoshikamana na mfumo huu, Biblia inasema mwisho wao ni moto wa milele. Hii si hadithi, ni hukumu halisi ya Mungu. Kwa nini niendelee kubakia katika mfumo wa kidini ambao kwa hakika hatima yake ni kuangamia milele? Mungu anaita, Mungu anatupatia onyo, Mungu anaita kwa upole, tutoke kwake, tusije tukashiriki dhambi zake, tusije tukapokea mapigo yake. Ni kitabu cha Mwanzo, ni kitabu cha Mwanzo msomaji, ni Mwanzo sura ya 19 mstari wa 4 hadi ule mstari wa 26. Maandiko matakatifu yanasema, hata kabla hawajalala watu mji wenyeji wa Sodoma. Tarudia, hata kabla hawajalala watu wa mji wenyeji wa Sodoma wakaizunguka nyumba, vijana kwa wazee, watu wote waliotoka pande zote, wakamwita Lutu, wakamwambia,
wapi wale watu waliokuja kwako usiku huu? Watoe kwetu tupate kuwajua. Lutu akawatokea mlangoni, akafunga mlango nyuma yake, akasema, basi nawasihi ndugu zangu, msitende vibaya hivi. Tazama, ninao binti wawili ambao hawajajua mtu mume. Nawasihi nitawatolea kwenu, mkawafanyie vilivyo vyema machoni penu. Ila watu hawa msiwatende neno, kwa kuwa wamekuja chini ya dari yangu, wakasema, ondoka hapa. Kisha wakasema, mtu huyu mmoja amekuja kwetu kuketi hali ya ugeni, naye kumbe anataka kuhukumu. Basi tutakutenda wewe vibaya kuliko hawa. Wakamsonga sana huyo Lutu, wakakaribia wauvunje mlango. Lakini wale watu wakanyosha mikono yao, wakamwingiza Lutu kwao nyumbani, wakaufunga mlango. Kisha wakawapiga hao watu walioko mlangoni kwa upofu, wadogo kwa wakubwa, hata wakachoka kutafuta mlango. Basi wale watu wakamwambia Lutu, je, unaye mtu hapa zaidi? Wakwe, wanao na binti zako na wote ulio nao katika mji, uwatoe katika mahali hapa, maana tutapaharibu sisi mahali hapa, kwa kuwa kilio chake kimezidi mbele za Bwana, naye Bwana ametupeleka tupaharibu. Lutu akatoka akasema wakweze. Lutu akatoka akasema na wakweze waliowaposa binti zake, akasema, ondokeni mtoke katika mahali hapa, kwa sababu Bwana atauharibu mji huu. Lakini akawa kama achezaye machoni pa wakweze. Hata alfajiri ndipo malaika wakamhimiza Lutu wakisema, ondoka, mtwae mkeo na binti zako wawili waliopo hapa, usipotee katika maovu ya mji huu. Akawia, nao wale watu wakamshika mkono wa mkewe na mkono wa binti zake wawili, kwa jinsi Bwana alivyomhurumia. Wakamtoa, wakamweka nje ya mji. Ikawa walipomtoa nje, mmoja alisema, jiponye nafsi yako, usitazame nyuma, wala usisimame katika hilo bonde popote. Ujiponye mlimani, usije ukapotea. Lutu akawaambia, sivyo bwana wangu, lazima mtumwa wako ameona kibali machoni pako, nawe umezidisha rehema zako ulizofanyia kwa kuponya nafsi yangu. Nami siwezi kukimbilia mlimani nisipatwe na yale mabaya nikafa. Basi mji huu karibu ni ukimbilie, nao ni mdogo. Nijiponye sasa huko, sio mdogo huu, na nafsi yangu itaishi. Akamwambia, tazama, nimekukubali hata kwa neno hili, kwamba sitauangamiza mji huo uliouona. Hima ujiponye huko, maana siwezi kufanya neno lolote hata uingiapo humo. Kwa hiyo jina la mji ule ukaitwa Soari. Jua lilikuwa limechomoza juu ya nchi Lutu alipoingia Soari. Ndipo Bwana akanyesha juu ya Sodoma na Gomora kiberiti na moto kutoka mbinguni kwa Bwana. Akaangusha miji hiyo, bonde lote, na wote waliokaa katika miji hiyo, na yote yaliyomea katika nchi ile. Lakini mkewe Lutu akatazama nyuma yake, akawa nguzo ya chumvi. Mke wa Lutu ni mfano mzuri ulio katika Biblia. Mke wa Lutu aliambiwa atoroke kutoka Sodoma, lakini kwa sababu ya kugeuka nyuma, moyo wake ulikuwa bado umeshikamana na Sodoma, na hatima yake akawa nguzo ya chumvi. Hali ya watu wanakataa kutoka kwenye pembe ndogo ni ile ile.
Mwili wako unaweza kuwa kanisani, lakini moyo wako ukaendelea kushikamana na mfumo wa uongo, utapotea. Nuhu pia ni mfano mzuri ambao uko katika maandiko. Wale waliokataa kuingia kwenye safina walidhani bado wana muda, lakini mvua ilipoanza kuwapata, mvua ilipoanza kunyesha, hawakupona. Vivyo ndivyo ilivyo kukaa kwenye mfumo wa pembe ndogo, ni kucheza na wokovu wako. Mlango wa rehema unaweza kufungwa ghafla. Mungu anapaza sauti leo, anasema, tokeni kwake enyi watu wangu. Kukaa kimya au kuhalalisha uamuzi ni hatari kubwa. Kila unachosikia sauti ya Roho Mtakatifu, chukua hatua ya ujasiri kutoka kwenye mfumo wa pembe ndogo, ili uweze kusimama na kusimamia kweli ya Biblia peke yake. Kumbuka, hatari kubwa sio mateso ya dunia hii, bali ni kupoteza uzima wa milele. Msomaji, Yesu anasemaje katika Marko 8 sura ya 8 na ule mstari wa 36? Maandiko matakatifu yanasema, kwa kuwa itamfaidia mtu nini kuupata ulimwengu wote, akipata hasara ya nafsi yake? Watakaobaki ndani ya mfumo wa dini hii, watakaobaki ndani ya mfumo wa pembe ndogo, wataendelea kudanganywa kiroho. Watakaobaki ndani ya mfumo wa dini ya pembe ndogo, watanyimwa nafasi ya Roho Mtakatifu. Watakaobaki ndani ya mfumo wa dini ya pembe ndogo, watashiriki hukumu ya Mungu. Watakaobaki ndani ya mfumo wa dini ya pembe ndogo, hatima yake watatupwa katika lile ziwa la moto. Bwana, asante kwa siri nyingi ambazo umetufunulia kupitia unabii wa Biblia. Asante kwa jinsi pendo lako linavyodhihirika kuhusiana na yale ambayo umetufunulia. Bwana, asante kwa maonyo ambayo umetutahadharisha dhidi ya maisha yetu na hatima ya maisha yetu. Bwana, tunaomba nguvu kwa kila anayepokea ujumbe huu na kunuia wazi kukutafuta wewe na kutafuta sehemu pa kupeleka ibada yake ambayo ni sehemu ya kweli. Kwa sababu leo umetufunulia wazi kwamba yule ambaye anaendelea kupewa wito, anaendelea kupewa onyo, lakini akaendelea kushupaza shingo yake akiwa katika sehemu isiyo salama, wewe Bwana unampatia nguvu ya upotevu aendelee kuuamini huo uongo. Bwana, tunatamani tusifike huko kwa kila aliye mtoto wako. Ruhusu nguvu yako kwa kila mtoto wako, ni kila anayesikia neno lako, kila anayesikia siri yako, kila anayesikia habari za wokovu. Bwana, kamjaze nguvu za kunyofoka mara moja kutoka katika mfumo wa pembe ndogo. Bwana, asante kwa jinsi unavyoendelea kutupenda. Bwana, usiruhusu kamwe hata mmoja apotee kabla mlango wa rehema hujafungwa. Ruhusu kila moja awe ndani ya zizi lako. Tumeomba haya ni katika jina la Yesu Kristo.
jina la Bwana Mwokozi wetu, jina la mfalme ajaye. Amina.